ziko ahadi ambazo tuliziahidi ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kuwatumikia wananchi wa jimbo la Kivule. Mheshimiwa Rais aliahidi kupitia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, aliahidi kwenye afya, aliahidi kwenye maji, aliahidi kwenye umeme, aliahidi kwenye elimu, aliahidi kwenye uchumi kwa maana mikopo na kuwainua vijana, na aliahidi mambo mengi, barabara, umeme na kadhalika. Na ukiangalia jimbo letu jipya la Kivule, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwenye maeneo hayo. Sisi kwenye upande wa elimu, Mheshimiwa Rais kafanya kazi kubwa sana kwenye ujenzi wa shule za misingi mpya, ujenzi wa shule za sekondari mpya. Hivi tunavyozungumza, ndani ya jimbo letu jipya la Kivule tunazo shule za sekondari mpya zaidi ya 3 ama 4, tena zenye gorofa zenye thamani ya bilioni 4 kadhaa, na kwa kuendelea. Kwa kila shule tunayo miradi ya namna hiyo ya shule za sekondari ambayo ukienda unaweza kadhani labda ni chuo kikuu cha mahala fulani. Lakini pia kwenye shule zetu za msingi vile vile madarasa yetu ambayo sasa tunajenga na shule mpya yameboreshwa, yana miundombinu mizuri, yana feni, maeneo ya kupumzika vijana na watoto. Kote huko Mheshimiwa Rais kwenye idara ya elimu kafanya kazi nzuri sana na chini ya Profesa Mkenda tunaona kwamba namna gani vijana wameendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo sisi kama viongozi ambao tunamsaidia Mheshimiwa Rais, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza mazingira bora yale ambayo yeye amekwisha yaanza kwa kuweka miundombinu. Sisi tunawawezesha sana wanafunzi ambao wana mahitaji maalum kwenye ile elimu bure. Yako mahitaji ya kimzazi kwa maana sasa ya uniform, kwa maana sio ya sabuni, kwa maana mnasema zile taulo za watoto, chakula, yako sasa yale ya kifamilia kwa maana ya mtu mmoja mmoja. Lakini yale ya kwa ujumla ya kiserikali, Rais Samia, ya elimu bure na kuweka elimu bure kwa vitendo imekwisha kamilika ndani ya jimbo letu jipya la Kivule. Sasa kilichobaki ni sisi kusukuma gurudumu lile kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais, ili sasa hawa watoto ambao wanaambiwa elimu bure wanafikaje sasa kule shuleni, maana yake mwingine labda uniform na kadhalika. Sasa kazi ya kiongozi ni kutafuta suluhu ya matatizo ya watu ambao wamemchagua ama watu ambao wamemweka kwenye nafasi yake. Na kiongozi huwezi kuwa na pesa ya mfukoni ya kusema kwamba mimi naweza kwenda kununua labda uniform kwa wanafunzi jimbo zima, haiwezekani. Sisi mshahara wetu unatutosha kuwatumikia wananchi, kwa maana kupata nauli ya kwenda bungeni na kurudi na kulipa wasaidizi wa ofisi wanaokaa kukusanya matatizo na kero za wananchi kwenye maeneo mbalimbali. Sasa kilichobakia ni wewe kutengeneza mahusiano na Mheshimiwa Rais. Katika ile miaka yake mitano amekuwa akihimiza sekta binafsi kuja kushirikiana na serikali yake katika kutatua changamoto ambazo zinaonekana zinaweza kutatuliwa na watu binafsi. Na vile vile tunaona sasa na sisi watu binafsi, zamani kwa watu wamezoea watu wa nje wanatoa misaada, ila sasa hivi vijana wa Tanzania pia wameamka, wamejiajiri wenyewe. Wako waliokuwa wamesoma na wako wasiokuwa wamesoma, wamejiajiri na wenyewe pia wanahangaika kutafuta riziki, kufanya maandiko mbalimbali kwa wadau mbalimbali, wanapata na wao wanarudisha kwa jamii kama ile corporate social responsibility. Kwa hiyo ndugu zetu wa Apex Foundation, dada yangu hapa, lakini ndugu yetu Mtalawanje Foundation, kaka yangu hapa, mtu mmoja mahiri kabisa, tumeona kwa kipindi fulani ama kwa kipindi chote amekuwa na kiu ya kutaka kuendelea kumsaidia Mtanzania mmoja mmoja kwa kadiri Mungu ambavyo amemwezesha. Kwa hiyo utasema kutoa ni moyo na sio utajiri. Kwa hiyo na mimi pia vile vile najipa maua yangu kwa kuweka mahusiano mazuri na Apex na Mtalawanje Foundation. Na leo nimevutia upande wangu, nimepata hizi unazoziona zawadi hapa. Kuna uniform kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Tena walifanya kazi kubwa sana nyuma huko na ofisi ya mbunge, wameanza kuwatambua, na sisi tulisema tuwatambue watu wenye mahitaji, sio kwamba mtu anainuka huko. Unajua wakati mwingine sisi wenyewe wa chama chetu kwa Mapinduzi wanasema na CCM tunapenda kupendelea, tunasema sawa tu, tunaanza big child begins at home, lakini vile vile na wananchi vile vile ndio waliotuchagua. Kwa hiyo tumesema hapa tumezingatia wenye mahitaji kabisa. Ukirusha drone ukiangalia hapa, waliokuja ni wananchi wale wenye mahitaji kabisa, na wana CCM vile vile wapo, lakini na wapenzi na wakereketwa wapo, lakini wamekuja kwa wingi kushuhudia namna gani mbunge wao, mimi kijana wao ambao wamenichagua, nimekuwa nikitimiza ahadi zangu kadiri ambavyo Mungu ameniwezesha tangu kuapishwa kwangu. Leo hii mmeona tumefanya ziara tofauti, tumefanya maji, tumefanya barabara, tumefanya vikundi vya bodaboda,
vikundi vya wajasiriamali, maafisa usafirishaji. Kila kukicha ndani ya jimbo letu sisi la Kivule tunasema tuna activities zinakuwa zinafanyika. Kwa hiyo leo activity ambayo imenileta pamoja na kwamba nikitoka hapa na kwenda kukagua ujenzi wa barabara ya kutokea Banana, Kitunda, frame 10 mpaka Kivule kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana, ametupatia fedha zaidi ya bilioni 30. Ule ulikuwa ni mfupa uliomshinda fisi, lakini chini ya awamu ya Daktari Samia Suluhu Hassan alipokuja kufanya kampeni aliitaja barabara ile ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, na ikumchukua zaidi ya wiki 2 tangu kuapishwa kwake akaingiza fedha kwa ajili ya ujenzi ule. Na wiki 3 zilizopita tulifanya pale ziara na naibu waziri wetu ndugu yangu Kwagwila, akaleta mpango wake wa kumaliza kazi kabla mwezi wa 4, na sasa nimeiona kazi ile na kwenda kwa haraka sana kuwakomboa wananchi wa jimbo la Kivule. Kwa wananchi wenzangu wenye mahitaji maalumu, lakini pia vile wamenipa fursa ya kupata vyombo vya habari na kuizungumzia barabara hiyo ya kutoka Banana mpaka kule Kivule na katikati na Chepuka kwenda njia 4. Ndio ilikuwa mfupa mkubwa, na wananchi wakati mwingi tukiwa tunazungumza mambo haya mengine ya maendeleo huwa wanahoji sana, sawa, elimu, maji, tumepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa visima vya maji. Ndugu yangu Aweso kaleta zaidi ya milioni 500 vitachimbwa visima vikubwa. Kwa hiyo najaribu kuambia wananchi kwamba pamoja na mambo mengine haya tunayofanya, ila kiu yao ya barabara Mheshimiwa Rais amekwisha weka fedha. Ni uzembe wa mkandarasi na mimi nimekubaliana nao. Siwezi kukubali mkandarasi mzembe atakayepewa kazi ndani ya jimbo letu la Kivule alafu akalala wakati wa Tanzania wanahitaji barabara, na wakati Rais Samia amekwisha lipa fedha hizo kwa ajili ya kuweza kwenda kujenga barabara hizo. Lakini wakati mwingine ni Mungu tu. Unapokuwa na dhamira ya dhati ya kumsaidia mtu, Mungu anakuonesha njia. Kwa hiyo leo hapa tunazo uniform zaidi ya 2500 kwa ajili ya wanafunzi wanakwenda kuanza darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Padogo hapo. Lakini vile vile tunazo Colgate, tunayo madawa, tunazo zile taulo kwa watoto zetu, madaftari pia, na hayo tutaangalia namna gani kwa tunawafutulisha. Lakini madaftari nimeyaona. Ndugu zangu, kwa kweli nawashukuru sana. Mungu wangu wa mbinguni awabariki. Tuendelee kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kufaidi kizazi kizuri cha Watanzania wa Gen Z, vijana wenye kutaka kuijenga nchi yao. Sisi tumesema vijana wa kileo, sisi wa Gen Z tunakwenda kushirikiana na Mheshimiwa Rais katika kujiletea maendeleo yetu wenyewe. Hili hapa alihitaji rais aje kuja kugawa eti uniform za shuleni, wakati wadau wapo na wanafanya biashara, na tunajua kuna hiyo corporate social responsibility, maana ni kurudisha, give back to society. Kwa hiyo wako taasisi mbalimbali wanahitaji kurudisha, lakini inatakiwa ni green button za vijana wenye uweledi, wenye uwezo, wenye kujitambua.